Ni operation maalumu iliyofanywa na mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya hapa Zanzibar, ambapo leo hii imekamata mbinu mpya ya uingizaji na usambazaji wa madawa ya kulevya kupitia vifungashio vya bidhaa mbalimbali hapa Zanzibar. Mamlaka hii imewashikilia na kuwafikisha mahakamani raia wa kigeni watatu wakihusika na tuhuma hizo nzito ambazo wanadaiwa kufungashia madawa ya kulevya katika bidhaa mbalimbali zenye uzito wa zaidi ya kilo 7. Napenda kuutaarifu umma kuwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar kwa kushirikiana na kikosi kazi cha kupambana na uhalifu mkubwa wa kupangwa imefanya operesheni maalum kwa lengo la kudhibiti usambazaji wa dawa za kulevya ambazo zinasambazwa kwa kutumia mbinu mpya. Narudia tena, kwa kutumia mbinu mpya ya kuzichanganya katika bidhaa za kawaida za chakula ambacho ni matumizi ya kila siku ya binadamu. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 25 na tarehe 29 mwezi wa kwanza 2026 tulifanya operation maalum katika maeneo ya mkoa wa Kusini Unguja na mkoa wa Mjini Magharibi, katika maeneo ya Paje, Jambiani, Mbweni, Shangani, ambapo ukaguzi maalum ulifanywa katika maduka ya Pop Eyes, UK Trees, Shop and Go na ghala iliyopo Mpendae, baada ya kupata taarifa fiche kuwa wahusika yanahusika na biashara haramu ya dawa za kulevya. Katika operesheni hiyo tulifanikiwa kukamata pipi, chocolate, biskuti, ubani, korosho na shisha zenye majina ya Elf Bar na Fresh ambazo ndani yake zilikuwa na dawa za kulevya aina ya cocaine, bangi na LSD. Zote kwa pamoja zina uzito wa kilogramu 7.448 zilizokuwa zinauzwa katika maduka hayo kama bidhaa halali ambazo ndani yake zilibainika kuwa ni dawa za kulevya. Uchunguzi wa awali wa kitaalamu uliofanywa na mkemia mkuu wa serikali ulibaini kuwa bidhaa hizo zimewekwa katika vifungashio vyenye muonekano wa kuvutia kibiashara, ladha zenye kuvutia watumiaji wakiwemo watoto na vijana, bila kutambua hatari iliyokuwepo ndani yake. Ladha hizo ni kama grape ice, mango ice, bubble jam, watermelon ice, strawberry ice, peach ice na strawberry kiwi na kadhalika. Dawa hizo za kulevya zinaingizwa nchini na raia wa Romania aitwaye Alexandru Rizescu mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Mbweni kupitia Zebra Retail Investment, na anazisambaza bidhaa hizo ndani ya nchi na nchi za nje kama Kenya, Uganda, Zambia, Rwanda, Burundi na Malawi. Ndugu waandishi wa habari, mtuhumiwa huyo Alexandru Rizescu tayari tumeshamfikisha mahakamani kujibu tuhuma zinazomkabili. Watuhumiwa wengine waliofikishwa mahakamani ni Nahdi Bandari miaka 33 na Farhad Mustafa miaka 33, wote raia wa Tanzania wenye asili ya India. Pia kuna syndicate kubwa ya mtandao huu ambao walisaidia au kuingiza au kusambaza au kunufaika na biashara hiyo haramu watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Lakini pia kuna vyombo vya usafiri ambavyo vilikamatwa katika kadhia hiyo. Kuna gari aina ya Toyota Town Ice yenye nambari za usajili Z695 JD, gari aina ya Toyota Harrier yenye nambari za usajili Z726 KR, gari aina ya Toyota Alphard yenye namba za usajili Z721 LT na pikipiki 6 aina ya TVS. Vyombo vyote hivi vilikuwa vinatumika kusambaza dawa za kulevya hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, kukamatwa sasa kwa dawa hizo pamoja na watuhumiwa ni udhibitisho kuwa wahalifu wamebadilisha mbinu kwa kutumia bidhaa za kawaida za chakula na burudani kama njia ya kusambaza dawa za kulevya, huku walengo wakiwa ni watoto,
na vijana chini ya miaka 18 na kuendelea ambao ni tegemeo la taifa letu. Dawa hizo zisipodhibitiwa zitasababisha madhara makubwa yakiwemo kuongezeka kwa uraibu, changamoto ya afya ya akili, watumiaji kupoteza fahamu, vifo vya ghafla, ajali za barabarani, mshtuko wa moyo, kansa ya mapafu, kupoteza uwezo wa kunusa, mabadiliko ya ghafla ya tabia, kuongezeka kwa uhalifu nchini na uvunjifu wa amani. Ndugu waandishi wa habari, napenda kusisitiza kuwa taasisi inayoiongoza kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usimamizi wa sheria hatutovumilia vitendo hivyo vinavyolenga kuwaingiza watoto wetu na vijana wetu katika uraibu wa kudumu bila kukusudia na kukatisha malengo yao ya baadaye. Katika operesheni hii mtasikia kelele nyingi sana na zimeshaanza kutolewa kwa sababu tuliowakamata ni wahalifu wakubwa na ni syndicate kubwa ya kitaifa na kimataifa. Sababu mtu ambaye anaingiza dawa kutoka nchi za nje tayari ana syndicate kubwa, ni serious organized criminal. Kwa hiyo tumeshamkamata, kelele zitakuwa nyingi. Wameshaanza kwamba Kanali Nasoro na personal interests za kibiashara. Kanali Nasoro anapokea rushwa. Sisi hatuna ugomvi na mtu wala hatuna interest na biashara ya mtu. Ugomvi wetu ni dawa za kulevya. Pale ambapo hata kama wewe ni mwekezaji lazima utii sheria za nchi hii. Takukamata tu kama unauza dawa za kulevya, lakini usitafute visingizio kwamba tunapokea rushwa au tuna personal interest na biashara nyingine. Na tumeshaanza kutishiwa, lakini niwahakikishie na niwahakikishie wananchi tuko tayari kivita kwa yeyote atakayokuja kama adui, na sisi tuko tayari kwa sababu tumekabidhiwa dhamana hii kuhakikisha kwamba hatutishwi na mtu yoyote na tuko tayari kukabiliana naye kwa gharama yoyote ile, kwa sababu hili ni jukumu letu, lazima tulifanye. Wananchi mtusaidie katika kuhakikisha kwamba tunagundua uhalifu na kuteketeza hapa nchini.